kuweza kukutana na maresearcher mbalimbali duniani na kushare knowledge na kujua the way forward katika dunia hii ili kuweza ku-add value katika body of knowledge. Mkutano huo umeshirikisha nchi 58 ikiwemo Uturuki, Italia, China, Nigeria na Indonesia. Afua Hamad, ZBC. Mjadala kuhusu ushiriki wa watu wenye ulemavu katika kampeni na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 umeendelea kuchukua kasi, huku kundi hilo likionekana kushiriki kikamilifu katika mikutano ya kisiasa ya vyama mbalimbali. Hali hii imeibua maswali kuhusu jinsi ya jeshi la polisi zinavyoandaa mikakati ya kiusalama ya kuwalinda watu hao pindi machafuko yanapotokea, hasa ikizingatiwa wanazokumbana nazo katika kujihami au kujiokoa haraka. Sasa nimezungumza na naibu mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai hapa Zanzibar, Zuberi Chembela. Tufuatilie mahojiano yake. Hudumia watu wasiojiweza, tuseme kwa maana ya wenye ulemavu wa mwili, sio fadhila, ni jambo la kisheria. Kwa hiyo sidhani kama kuna namna ambayo jeshi la polisi linaweza likafanya kitu ambacho ni tofauti na sheria inavyotaka. Hata pale kwenye zile polling station siku ya uchaguzi kuna utaratibu umewekwa kabisa kwamba mtu yeyote ambaye ana ulemavu wa aina yoyote, uwe ni wa macho, uwe ni wa miguu, apate msaada kuhakikisha kwamba anakuwa wa kwanza au anapewa kipaumbele cha kufanya lile tendo la upigaji wa kura na kuondoka mapema kwenye eneo lile. DCI inapotokea vurugu hapo, hakuna machaguzi hapo. Inakuwaje swala hili? Na tunawaangalia vipi hawa watu wenye ulemavu? Sasa mimi siwezi kuwa mtabiri. Halijatokea, lakini tuzungumzie hoja hii sasa inapotokea. Kwa sababu nataka sasa tuone jeshi la polisi linaelewa uwepo wa kundi hili na wana mbinu za kitaalamu za kuona kwamba inapotokea vurugu na sisi tunataka kudhibiti, lakini tusije tukawaadhibu wasiostahili. Kwa kifupi ni kwamba pale popote panapotokea vurugu, sisi nilieleza pale mapema, we are professionals. Sisi ni wataalamu. Tumeelewana Kwa hiyo panapotokea vurugu sisi hatuvamii tu kwamba kila mtu ashughulikiwe. Hapana, sisi tunachoangalia kwenye vurugu hizo kunakuwa wale wanaitwa ring leaders. Tutacheza na yule ambaye kiongozi aliyesimamia au alisababisha zile vurugu. Sasa labda niseme itokee labda huyo mlemavu unayemzungumza ndio kiongozi wa zile vurugu, basi hatua zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu na hali yake ilivyo. Siamini wala sitegemei kwamba kuna mahali itatokea vurugu alafu kiongozi wa vurugu awe mlemavu. Kiongozi wa vurugu mara nyingi anaweza kawa ni mtu wa kawaida ambaye tunaweza tukamchukua na kumshughulikia kwa mujibu wa kanuni nilizozieleza pale mwanzo. Nguvu, force kwa maana ya uhalifu au upinzani ukiwa juu na nguvu inakuwa juu. Upinzani ukiwa chini na nguvu inakuwa chini. Tuangalie hapo kwa watu wenye ulemavu. Wakati mwingine jeshi la polisi au kupitia wale maafisa wake waliopo katika eneo husika wanapoona kuna viashiria vya uvunjifu wa amani au uvunjifu wa amani umeanza kuchukua hatua, huwa kuna maelekezo wanayatoa. Sasa tunazingatia vipi kwa wale ambao viziwi na watu wengine wenye ulemavu wa aina mbalimbali? Iko hivi, naona hilo jambo tunaletewa sana polisi, lakini swala zima la kumhudumia mtu asiyejiweza kwa maana ya mlemavu ni swala la kibinadamu. Lile swala halihitaji mtu amekula kiapo yeye ni polisi au mwananchi au raia. Pale unapoona mtu ambaye ana tatizo la kutokusikia, ana tatizo la kuona, ana tatizo la kutembea, kumsaidia yule mtu haihitaji mtu awe polisi. Maana yake ni kwamba ni swala. Na tukamilishe taarifa zetu. Mgombea ubunge wa jimbo la Mchinga mkoani Lindi kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Bi Salma Rashid Kikwete amewaahidi wananchi wa jimbo hilo kusimamia ugawaji wa maeneo ya kiutawala na kulifanya jimbo la Mchinga kupata hifadhi ya halmashauri. Tujiunge na Hadija Umari kutoka Lindi. Bi Salma amesema hayo kwa nyakati tofauti katika mikutano yake ya kampeni inayoendelea alipokuwa anazungumza na wananchi wa Legeza Mwendo na Mkangaolani, kata ya Milola huko manispaa ya Lindi, ambapo hapa anaeleza nia na maksudi ya kutilia mkazo jambo hilo. Sababu kubwa na ya msingi, tunataka na sisi tuwe na himaya yetu, kuwa na mkurugenzi wa kwetu wenyewe, kuwa na wataalamu katika idara zote zile
za msingi, kwa mfano idara ya elimu, idara ya afya, idara ya miundombinu ya barabara na idara nyingine zote ambazo ni muhimu, tunakuwa nao sisi wenyewe. Kwa hiyo tukishakuwa nao sisi wenyewe na bajeti yetu ikiwa ni ya kwetu sisi wenyewe, tutapanga mipango yetu kwa kadri bajeti inavyotueleza. Hassan Kimbioko ni mgombea udiwani wa kata hiyo ya Milola. Hapa anatumia fursa hiyo kumwombea kura Rais Samia, mbunge na yeye mwenyewe, huku akiweka bayana pesa zaidi ya shilingi bilioni 1 zilizotolewa na serikali wakati wa uongozi wao kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika kata hiyo. Tunasema kula za ndio zote, tunasema ko Samia, ko Salim Rashid Kikwete, ko Hussein Said Kimbioko, hiyo tarehe 29. Wazee wangu, mimi nimekuwa diwani kwa 2025. Mengi mmeyaona. Tumeshirikiana na nyinyi. Mazuri nimeyafanya. Mheshimiwa Rais wetu kupitia mbunge wetu na kijana mimi tumeingiza hapa zaidi ya bilioni 1. Tuna milioni 325 za shule mpya. Uongo kweli? Baadhi ya wananchi waliohudhuria katika mkutano huo wamesema wana imani na mgombea huyo wa ubunge kuwa atawakilisha vyema, huku wakimwomba kufanyia kazi tatizo la barabara. Tuna uhakika kwamba atatufanyia mambo mazuri kwa Milola na tarafa Milola jumla na Mchinga. Kwa hiyo tunamuomba sera zake alizozitangaza basi azifanyie kweli na tupate maendeleo Milola, atutengeneze barabara na mambo mengine yote yanayohusu serikali. Aliyezungumza Mama Salma nimeridhika naye kutokana na uongozi wa miaka 5 iliyopita, na mpaka sasa hivi nimekubali kula yangu kumpa Mama Salma, ila changamoto iko sehemu mbili tu. Kwanza, upande wa afya kijijini kwetu kuna matatizo makubwa sana ya kiafya. Pili, barabara yetu tu kama alivyozungumza hatutengenezee. Sisi tupo ridhaa kumpa miaka 5 tena. Kutoka Lindi, Hadija Omari, ZBC. Kupitia taarifa ya Hadija Omari tunaweka kituo kidogo, na baada ya muda tutarejea.
Hatua hii na kukumbusha, leo tutaangaza kwa kina kuhusu mchango wa jamii katika kuitunza amani na utulivu kwa ujumla wake. Tulimwalika hapa studio ni mkurugenzi idara ya ustawi wa jamii na wazee Hassan Ibrahim Suleiman. Tutazungumza naye ili kujifunza mambo mengi kuhusiana na mada hiyo. Na kukaribisha kwa mara nyingine, na karibu Mwalimu Hassan. Asante sana. Ni matumaini yangu umzima wa afya bila shaka. Nashukuru. Si jambo geni kuzungumza tafsiri ya amani, lakini swali ambalo tunajiuliza kwa sasa, na bila shaka huenda tukapata jawabu lake halisi, kwamba jamii ya Wazanzibari, tuangalie hapo kwamba wanaifanyia kazi kwa vitendo maana halisi ya amani, au inabaki ni maneno tu? Asante sana. Kwanza swala la amani sio swala la hiari. Sio kwamba ukitaka uweke, hutaki basi, lakini swala tunasema compulsory, ni swala la umuhimu. Ni swala la lazima. Kwa sababu moja miongoni mwa wajibu, na ukiambiwa kitu wajibu wako, maana hilo jambo ukilitaka ulifanye, hulitaki ulifanye. Wajibu wa raia wa Tanzania, na zaidi tutizame kwa Tanzania, sio Zanzibar peke yake, maana ni pamoja na kuleta amani na utulivu. Sasa kuhusiana, je, kwa namna gani swala hilo linatendewa haki? Kwa kiasi kama kwa case study ya Zanzibar, kwa kiasi ukilinganisha na vipindi mbalimbali, hasa vipindi hivi vya uchaguzi, basi kipindi cha nyuma hali ilikuwa tete kidogo, lakini kwa sasa alhamdulillah mambo yako mazuri. Lakini kwa Tanzania kwa ujumla, unaona zile changamoto, vitisho kwenye mitandao tu. Lakini in a practical manner, katika hali halisi, bado mambo yako vizuri. Kwa lugha nyepesi, bado tunaendelea kuitendea haki amani ya nchi yetu Tanzania na Zanzibar in particular. Vitu gani tumevitazama na mpaka tukapata jawabu kwa kusema kuwa amani kwa upande wa Tanzania kwa ujumla ipo vizuri? Kwanza tunatazama matukio ambayo tayari ya kihistoria yalivyokuwa yakitokezea katika kipindi hichi. Si sana na sikusikia hasa katika zama hizi likitokezea jambo la uvunjifu wa amani unalisikia. Sio, sijasikia bado, labda kuna kundi fulani la watu wamepigwa, labda kuna watu fulani wameuawa kwa moja, sio, au ukapata taarifa sehemu fulani pamechoma moto, au eneo fulani watu wametengana katika nyumba ya ibada, ambapo hivyo vitu vilikuwa common kwetu, lakini kwa sasa vitu hivyo huvisikii. Lakini vile vile kwa vyombo vya habari, ukitizama vyombo vingi vya umma na hata vile visivyokuwa vya serikali, vinaonekana kuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha na kusisitiza swala zima la amani. Lakini viongozi wa dini tumeona punde ile live ya kuomba dua kwa swala zima la amani. Kwa hiyo kwa hatua hizo unaona hasa iko hadi sasa amani ya kujivunia katika nchi yetu. Labda huenda tukawa tunaizungumza kwa ujumla wake, lakini wataalamu, amani hii mumeigawanya vipi? Iko amani, tunasema amani wanaweza kuigawanya katika maeneo mbalimbali. Kwanza kuna personal peace, amani ya mtu binafsi. Na amani ya mtu binafsi tunatizama akili yako ina utulivu wa kiasi gani. Kama akili yako haina utulivu, stress, hofu, wasiwasi, wewe huna amani. Hisia zako ziko na utulivu kwa kiasi gani? Ukiwa na hasira, ukata tamaa, wewe huna amani. Hapo unazungumzia saikolojia kwa ujumla? Nazungumza binadamu kwa ujumla, saikolojia na binadamu kwa ujumla. Kwa maana amani ya mtu binafsi. Kuna amani ya nafsi yako mwenyewe, sio? Lakini kuna amani ya kiroho, kuna amani ya kimwili. Hiyo ni ya mtu binafsi. Lakini kuna amani ya familia, sio? Jinsi gani ustawi wa familia yako inavyoenda vizuri. Kuna amani ya taifa. Hapo ndo tunatazama kwa namna gani ulinzi, usalama, raia na mali zao wako katika hali gani. Kwa hiyo tukizungumza amani, tunaweza tukazungumza amani katika nyanja mbali. Sasa kwa sababu umesema kwa namna fulani tumefanikiwa na swala la amani lipo kwa upande wa Tanzania, tumeangalia kipengele kipi katika aina ambazo umezitaja? Maana hapa nataka tuone pia amani ya ndani ipo vipi, amani ya mtu binafsi. Asante sana. Kwa ujumla
ukiangalia binadamu huwezi kufika sehemu zote, lakini kwa kutizama kwa ujumla vyombo vya habari na matukio mbalimbali, bado amani yetu ipo. Unaweza ukasikia matukio mawili matatu. Sasa tumebadilisha mtazamo. Mtu anaweza akafanya makosa, akaitukana serikali, sio? Akachukuliwa hatua tu, pengine kwenda kutoa mashirikiano serikalini. Sasa wanasiasa wamebadilisha, wanasema kutekwa. Yaani kutoa taarifa za kijinai ambazo pengine kinyume na utaratibu wa serikali, kutukana viongozi. Mtu anasema ni haki yangu kusema, lakini ni haki yako kuzungumza. Unazungumza vipi? Unajua mipaka yako ipi? Tafsiri yake ni nini? Kwa pale serikali inapochukua hatua, bwana katupe mashirikiano kwa chanzo ulichokisema tukijue zaidi jinai hii. Mtu akizuiliwa tu anasema katekwa. Sasa hali hiyo pia watu wanainasibisha na masuala ya kukosekana, au kuna matukio ambayo toka mwanzo yapo ya utekaji, wa ujambazi, kukorwa, au sio? Wakati mwingine mtu kufanyiwa uhujumu. Lolote linalotokezea kwa sasa kipindi cha uchaguzi kinahusishwa moja kwa moja na serikali, na hiyo ndio definition baadhi ya watu wanatoa kwamba kama nchi haina amani. Sasa tukitazama kwa upande wa amani ya mtu mmoja mmoja, tunaweza kupata jawabu lake kwa haraka kwa kuzingatia misingi ipi? Yes, moja tunatazama shughuli za kibinadamu za kila siku. Mwanadamu anaendelea nazo. Ukitoka nje huko madukani na sehemu nyingine, naam, watu wanaendelea, sio? Hata baadhi ya, kama ulisikia changamoto ya karibuni kule Dar es Salaam, sehemu za mabasi pale, basi baada ya ile tatizo kutatuliwa, watu wanaendelea na harakati zao. Hata hivyo vitisho unavyosikia vinamalizia mtandao, lakini sio katika ile tangible circumstance. Kwa hiyo kwa kiasi fulani amani hiyo tunasema kwamba ipo. Sawa. Sasa labda tutazame kwa upande mwingine, kwa sababu hii amani ina uwanja mpana sana, lakini tukitazama katika mazingira ambayo yanasababisha pia amani isiwepo ama amani isichukue nafasi, kwa mfano katika jamii, tunaangalia pia ni ugumu wa watu kusameheana na kuendelea kukumbuka ya zamani. Hii inatajwa kuwa ni sababu mojawapo ambayo inaweza kupelekea amani isiwepo katika jamii. Tunawezaje kuliweka sawa hili? Kwanza tutazame kutokusamehe. Wakati mwingine ni kuwa na kinyongo katika nafsi yako, kuwa na kisasi, na hiyo inazaa chuki, sio? Sasa kama mtu akitaka a move on, aondoke kutokana na yale maumivu yaliyosababishiwa au migogoro, manake mtu huyu lazima asamehe, tena unconditionally, bila masharti yoyote. Kusamehe Bwana Ali, husamehe kwa sababu ya mtu mwingine yote. Unasamehe kwa sababu ya nafsi yako. Kwanza kiroho, kusamehe, Mungu na wewe anakusamehe pia. Pili, binafsi yako unapata amani ya moyo. Tatu, unatengeneza uhusiano mwema na watu wengine. Nne, unatengeneza trustship, kuaminiana. Vile vile watu wanaweza kukuamini. Lakini tano, kama una familia, una jamii iliyokuzunguka, manake utakuwa kigezo chetu, role model. Na wewe unaweza ukajenga historia, nilifanywa hichi na hichi na hichi, lakini mimi nimesamehe na mpaka leo nashukuru mimi niko vizuri. Kusameheana manake ni msingi wa kutengeneza jamii iliyo njema. Jamii isiyokuwa na tabia ya kusamehe, wanaweza wakapata jamii hiyo watu kutovumiliana, watu kukoseana huruma, watu kuwa na kiwango kidogo kabisa cha utimamu wa akili na hisia katika maisha yao, na hayo ndio yanayopelekea amani. Sasa bahati mbaya sana wanasiasa hasa katika nchi za Kiafrika, moja miongoni mwa ajenda yao kuweza kuwashawishi watu wawapigie kura ni kukumbusha maumivu ya hisia kovu walizozipitia watu. Kama ni silaha, kama ni njia ya kuwashawishi watu na kuwasapoti wao. Lakini mtu ambaye anakushawishi kutokana na changamoto za kimaumivu yako, ikawa kama ni sera ya kumkubali, labda akataka public empathy, hisia zile za umma, hiyo ni hatari sana, kwa sababu hiyo ni dalili ya kuwa kiongozi huyo ama mtu huyo ana kisasi. Na atakapopata power, sio kiongozi huyo lazima revenge au afanye retaliation, alipize kisasi. Sawa. Hiyo ni hatua nzuri. Lakini unaweza kutusaidia kidogo mbinu labda ambazo
manake wakati mwingine mtu anaweza kudai kwamba kama umenifanyia jambo fulani, umenichukulia kitu changu mimi au umeniharibia kitu changu, inakuwa ni ngumu kukusamehe kwa sababu usioni ule utayari wa wewe kunitaka msamaha na vitu kama hivyo. Sasa hebu nipe njia nzuri ambazo zinaweza kumsaidia mtu mwenye hasira, mwenye hali ya kutokusamehe kwa mtu fulani, ili azitumie njia hizo asamehe kwa urahisi. Moja, kwanza tujue hasira ni hasara. Sio? Hiyo ni kauli ambayo inazungumzwa na wazee wengi. Pili, kabla hujaanza mchakato wa kusamehe, jiulize wewe mwenyewe binafsi yako, hakuna watu uliowakosea? Hujawahi kusamehewa wewe? Na kabla hujasamehe, huna changamoto yoyote ya kisaikolojia ama ya msongo wa mawazo? Kwa sababu kadri unavyokuwa mzito kusamehe, inaonesha nafsi yako haiko safi, inaonesha akili yako bado haiko sawa, inaonesha na kiwango chako cha hisia, utimamu wake huko chini. Kwa lazima ujitathmini kwa kiasi hicho. Na kama wewe unahisi ni mgumu kujitathmini, tafuta wanaojua, wataalamu wa masuala ya kijamii na kisaikolojia. Mimi bwana, roho yangu nzito kusamehe, niko sawa mimi? Na wengine wanaenda bwana, kisasi haki, kwa nini mimi silipize kisasi? Lakini vile vile aliyesema kisasi haki ndo huyo aliyesema Mungu anasamehe dhambi zote, nisamehe. Sawa sawa. Kwa hiyo ujitathmini. Lakini chengine, ujitathmini, je, katika historia ya maisha yako hujawahi kufanyiwa mambo ya kiukatili, mambo mabaya kiasi ambacho wamekuumiza mpaka mlango wako wa kusamehe ukaufunga? Utakapozingatia hayo, basi wewe utakuwa mwanadamu mzuri, na hiyo ni mbinu njema kabisa ya kuweza kuwasamehe wengine. Mwalimu Hassan, uzoefu unaonesha vipi kuhusiana na swala la vurugu baina ya watu katika jamii? Kwa maana vurugu hizo hutokea kwa kudhamiria, nyewe mnasema intentionally, au hutokea kwa kutokudhamiria? Itategemea na vurugu yenyewe. Kuna mtu maksudi anakuja leo namvutia bangi, atanitambua, maana yake yeye amefanya consciously, kwa kujua, sio? Lakini kuna baadhi ya watu wanaingia katika fujo kwa kutojua, kuhisi kufanya fujo ni haki yake. Aidha kwa kupata pressure na mashindikizo ya watu wengine, au mwenyewe tu ile namna ya utatuzi wa migogoro na jinsi ya kudhibiti misongo ya mawazo kwake ikawa shida. Kwa mtu huyo akahisi kwamba violence, matumizi ya nguvu, ni njia sahihi ya kupata haki ya, wakati wengine sio sahihi sana. Aha, sawa sawa. Na tukitazama jamii ina mchango gani sasa katika kuitunza hii amani? Ifanye nini ili ichangie kwenye kuitunza amani? Kwanza jamii iwe na desturi ya kuvumiliana, tolerance, kuvumiliana. Na ndio maana nguzo kubwa ya amani ni uvumilivu. Na hata kwenye siasa wanasema political tolerance. Ukija kwenye dini, religious tolerance. Ukija kwenye jamii, social tolerance. Inagawanywa, manake msingi wa amani ni kuvumiliana kwa mujibu wa dini zetu, mirengo yetu ya kisiasa, lakini na tabia za mtu mmoja mmoja. Tukivumiliana, tutaheshimiana. Tukiheshimiana, tutapendana. Tukipendana, tutakuwa tuna umoja, na tukiwa na umoja ndio tutatengeneza taifa imara. Aha, wengine hufuata mkumbo tu. Na haya tunayaona pia kupitia mitandao ya kijamii. Wakati mwingine linapoonekana jambo limezungumzwa kinyume, watu kuona kwamba wewe una akili na vitu kama hivyo, bila kujua kwamba swala hilo linaweza kupelekea kuvunja kwa amani iliyopo ambayo sasa tunajivunia nayo. Labda kitaalamu tutushauri tufanyaje? Na mitandao ya kijamii ndio imeshika kasi. Yes, yani katika mitandao ya kijamii hata mimi naangalia na nasoma comment pale, naona vitu viwili mpaka vitatu. Kwanza, inaonekana kuna strategic plan, mpango mkakati wa makusudi wa hasa hichi kipindi cha kisiasa, wa kuhakikisha kila mtu katika jamii anaichukia serikali ama mfumo uliokuwepo. Ndio maana ukija pale ukisifu serikali, baada ya dakika 3 comment zote zinakuandama wewe. Mwenyezi Mungu hajatuumba sisi sote tuko unique kiasi hicho. Maana that is either political strategy, mkakati wa kisiasa, ama ni mkakati fulani ambao umewekwa kwa makusudi. Lakini watu wanapaswa wajue, wanaoingia katika mitandao ya kijamii
ni watu wa aina mbalimbali. Kuna watu wamelelewa kichuki tutoka wadogo, sio? Kuna watu wame experience violence. Kuna watu hutumia mitandao ya kijamii kama ni sehemu ya kupata viewer, followers na kupata kipato. Sasa ikifika wakati manake mtu matusi, kejeli, nchi kuingiza katika matatizo ndio sehemu yake ya kupata kipato, na wewe ukamfuata, wewe unakuwa na matatizo. Lakini kuna wengine wao hawako kwenye kipato. Ni sifa tu. Apate sifa, julikane, kaisema hivi serikali yote. Na wengine wanazungumza maneno mazuri, wako nje ya nchi, wanajua mimi hakuna mtu yote wa kuweza kunikamata. Kwa hiyo manake si vibaya. Lakini vyema kutafuta taarifa sahihi na taarifa zile ambazo wewe unaona zinaweza kukusaidia. Kwa sababu unapoingia kwenye mitandao ya kijamii wakati mwingine utasema tume sasa Tanzania haikaliki. Lakini kuna somebody katika mtandao maalumu anaposti ili kuweza kuwatia watu wengine hofu. Lakini thanks God. Jeshi jana nilikuwa naangalia taarifa, jeshi la wananchi TPDF wametoa taarifa rasmi juu ya masuala mazima ya amani ya nchi, na wao wako imara katika kulinda. Lakini rais mwenyewe katika mikutano mbalimbali anasema mimi ni amiri jeshi mkuu, vyombo vya ulinzi na usalama, na hao ndio ambao tayari ndio wenye dhamana ya amani ya nchi hii. Kwa hiyo mambo yanaonesha yatakuwa mazuri zaidi. Aha. Hiyo ni hatua nzuri Maalim Hassan. Wakati tunaelekea ukingoni, muda wetu umebaki mchache sana, lakini tuzungumze kwa ujumla wake kuhusiana na jukumu la wanajamii katika kuchangia swala hili la amani, hususan kuelekea katika tarehe ile ya kupiga kura tarehe 29 mwezi Oktoba. Kwanza kabisa wananchi kupiga kura ni haki yao ya msingi sana. Na haki manake mtu anazaliwa nayo. Sio? Manake nini? Manake na kwa mujibu wa katiba, manake mtu kuzuiwa haki yake aliyemzuia, manake wewe anafanya kosa kabisa. Kwa tutumie haki yetu ya msingi. Tuende tukapige kura, tuchague watu sahihi, alafu turudi, sio? Na wale ambao wanahisi kwamba mimi sitaki kwenda kupiga, kama mwenyewe kaamua, ni haki yake. Hawezi kukamata mtu kukushtaki kwa kuwa wewe hujaenda kupiga kura. Kwa hiyo uende kapige kura, hutaki, ambayo utajidhulumu mwenyewe haki yako, tulia nyumbani. Lakini mimi ningependa zaidi mtu akaitumie haki yake. Hilo la kwanza. Sasa huyo ambaye unazungumza kwamba yeye hataki, huyo mnamtazama vipi? Yupo kwenye ustawi mzuri? Hapana, ni maamuzi. Ile afya akili iko vizuri. Ile ni haki yako, sio kutokwenda. Kuna watu hawendi kwa sababu ya shughuli zao tu za kimaisha. Na mara zote kama utafuata takwimu, unaambiwa waliopiga kura ni milioni fulani, sio? Waliokuwa hawajaenda milioni fulani. Manake idadi ya wapigaji na walioandika inakuwa tu. Wako watu wanakufa tu, wako watu wanaumwa, wako watu wanochelewa, wako watu wako mbali. Zote hizo changamoto. Wako watu ataenda baadaye, akaenda pashafungwa, sio? Lakini kama ni raia na katika kutimiza takwa lako la kikatiba na haki yako ya kiraia, basi ni vyema uende ukapige ukamchague unaye mtaka. Kwa upande wa afisi yako, unadhani katika kipindi kama hichi na jukumu gani hasa? Jukumu letu bado inaonekana nchi zetu hizi, na pengine na sisi tumelala au tumechukulia mazoea, iko haja maafisa ustawi wawepo katika zile poll station, vituo vile vya kupigia kura, kutokana na nafasi yao. Hawa tunaowatengeneza PO si manani wao wana kazi maalum. Maafisa ustawi wawepo kuwasaidia wazee, kuwasaidia watoto, wazee wenye watoto, bwana wewe tumsaidie apewe. Au wale ambao wanawasaidia wale wazee maalum kupanga mistari, wawe professionally ni watu wa maafisa ustawi. Hii nadhani ni bado haipo sana, lakini tunayo nafasi hiyo kuishauri tume kwa kipindi cha baadaye, ama pengine hatujachelewa tutashauri, lakini maafisa ustawi wawepo katika maeneo ya. Hata hivyo bado tunawasaidia wazee kuwafahamisha haki zao na namna gani waweze, kwa sababu bado jukumu letu la kimsingi litakuwa hali kwepeki, pamoja na kwamba pengine tume hawajatupia macho hili. Mimi ni kushukuru Maalim Hassan kwa kutupa taaluma kuhusiana na swala hili la mchango wa jamii katika kuitunza amani nchini, na bila shaka tumejifunza. Karibu sana. Asante. Asante.
Mtazamaji, katika hatua hii tumekamilisha. Kumbuka tumeangaza kwa kina kuhusiana na swala zima la mchango wa jamii katika kuitunza amani. Kwa niaba ya wote tunakushukuru. Jina langu ni Ali Kina.